Namba 7, maumivu ya wananchi, demokrasia na maisha ya kila siku. Watanzania wenzangu, uchaguzi batili hauishii kwenye siasa pekee, huingia moja kwa moja kwenye tumbo la mwananchi na heshima ya maisha yake ya kila siku. Ndiyo chanzo cha mkulima kukosa soko la mazao yake licha ya jasho lake, kijana kukosa ajira hata akiwa na elimu, mama kushindwa kulipa ada ya mtoto na mfanyabiashara mdogo kunyimwa mtaji kwa mifumo isiyo na haki. Takwimu huonesha mwelekeo huu kwa ukali. Pale uwazi na uwajibikaji vinapodhoofika, uwekezaji hushuka na mapato ya kaya hupungua na gharama za maisha hupanda. Mizigo unaobebwa na wananchi wa kawaida, huu ni mzigo unaobebwa na wananchi wa kawaida, si watawala. Watanzania wenzangu, demokrasia ikifa, uchumi hufa. Haki ikikandamizwa, matumaini yanakufa, na hofu ikitawala, maendeleo husimama. Hizi si kauli za kisiasa pekee, bali ni ukweli unaothibitishwa na uzoefu wa mataifa mengine. Nchi zenye chaguzi huru na taasisi imara huongeza ajira, hupunguza umaskini na kuboresha huduma za jamii. Kinyume chake, pale sauti ya wananchi inaponyamazishwa, takwimu hubadilika kuwa maumivu na gharama hulipwa na mwananchi kila siku. Namba 8, mwelekeo wa Tanzania tunayoitaka. Watanzania wenzangu, tunaitaka Tanzania inayosimama juu ya katiba iliyo hai, si maandishi matupu, bali mkataba wa haki kati ya wananchi na dola. Tanzania inayotawaliwa na sheria, si matakwa ya wachache. Tanzania inayolinda haki za binadamu kama msingi wa utu, si hisani ya watawala. Tunakataa dhana potofu kwamba mamlaka huzaliwa kwa hofu. Mamlaka ya kweli hutoka kwa wananchi kwa ridhaa yao, si kutoka kwenye mtutu wa bunduki wala mihuri ya taasisi zilizotekwa na kupotoshwa. Watanzania wenzangu, Chadema tunadai katiba mpya ya wananchi, katiba itakayorudisha heshima ya kura, kusimika uwajibikaji na kufungua njia za haki kwa wote. Tunadai tume huru ya uchaguzi ili sauti ya wananchi isizimwe, ili uamuzi wa wengi usipinduliwe na wachache. Haya si matamanio ya kisiasa, ni haki za msingi zinazostahili kutekelezwa sasa bila kuchelewa. Na tunadai uchumi unaomjali mwananchi wa kawaida, uchumi unaopima mafanikio kwa chakula mezani, ajira zenye staha na huduma bora, si kwa takwimu zinazoishi maisha ya watu. Kama alivyosema Jean Jacques Rousseau, mtu huzaliwa huru, lakini kila mahali yuko katika minyororo. Minyororo hii ikivunjwa, Tanzania mpya itawezekana. Tanzania ya utu, haki, ujasiri na ujasiri wa mabadiliko.